Sifa na utukufu ni kwa Yahawa Bahashem, Yahwashai, Bahashem, Raha, Wadash, ambapo Yahawa ni jina la Mungu kwa lugha ya zamani ya Kiebrania. Bahashem ni kwa jina la Yahwashai, ni mnayemuita Yesu Kristo bila kufahamu jina lake anaitwa Yahwashai, na maanisha anaokoa. Anaokoa kina nani? Anaokoa wana wa Israeli, ambao wana wa Israeli kwa hivi leo ni mnaowaita manigro, Wahindi wekundu na Walatinas. Kwa hiyo tunakuja tena na ujumbe ambao ujumbe wetu kwa hivi leo utahusiana na vita ya tatu ya dunia. Sababu sasa hivi unachokiona tupo katika nyakati za mwanzo za vita ya tatu ya dunia, na vita ya tatu ya dunia ndio mwisho wa utawala wa Esau. Biblia inapoongelea kuhusiana na mwisho wa dunia ilikuwa inaongelea mwisho wa utawala wa Esau au wanaojiita wazungu hivi leo, na tumeshaanza kuona dalili hizo, kwa sababu sasa hivi uovu hapa duniani umefika sehemu ambapo Mungu ataleta hukumu, na hiyo hukumu itakuja kwa namna ya ziki kuu na vita ya tatu ya dunia. Ziki kuu na vita ya tatu ya dunia ambao wengi wao wanaijua kama vita ya Armageddon. Vita ya Armageddon ni vita ya tatu ya dunia ambayo itakuwa ni vita ya nyuklia, na kuna baadhi ya watu hususan hapa Afrika wanafikiri kwamba vita ya tatu ya nyuklia haitawaathiri. Ukumbuke Afrika sisi uchumi wetu unategemea mataifa ya nje. Kila kitu tunachokitengeneza, tunachokitumia, nishati tunayotumia na kila kitu. Kwa mfano kwenye masuala ya vilimo, masuala ya mbolea, kuna sehemu nyingine ya Afrika hapa sasa hivi hauwezi kulima chochote bila kutumia hizi mbolea zinazotoka kwa wageni. Masuala ya madawa, kwa mfano kama sasa hivi Afrika asilimia kubwa ya watu ni wagonjwa, aidha wana magonjwa ya kisukari, magonjwa ya ukimwi na magonjwa mbalimbali ambayo yanahitaji teknolojia kutoka kwa wazungu. Kwa hiyo kwa mara nyingine sisi na wazungu tumeunganishwa. Ni sawa na janga la corona lilipotokea, japokuwa hapa Afrika halikuwa kubwa kiasi hicho, lakini kwa vile tumeunganishwa, hii dunia wote tumeunganishwa, na ndio watu wengi wanakifurahia hicho. Tumeunganishwa sisi, hizi dunia kama kijiji. Na kweli sasa hii vita itakapotokea itaathiri kila sehemu. Kama wewe hautakuwa kwenye vita, utakuwa na njaa. Utakuwa na njaa hapa Afrika. Unaona? Na hasa hapo itapelekea watu mbalimbali kujiundia vikosi vyao. Sawa na unapoona Kongo, hayo mambo unayoona yanatokea Kongo, sijui kuna vikosi vya waasi. Wenzetu kule magharibi wakiwa wanapigana hii vita, hapo utakuwa na vikosi vya waasi. Kutakuwa na kugombania rasilimali. Unaona? Watu wengi wanadhani kwamba Afrika tutaendelea kuwa na utawala kamili wakati vita ya tatu ya dunia inaendelea. Hapana, tawala zote hizi zitavunjika. Watu watajichukulia madaraka mkononi, mwenye nguvu atamnyanyasa asiyekuwa na nguvu. Vyakula vitakuwa vinapiganiwa. Kama unavyoona Kongo, sehemu zilizo na madini, watu watakuwa wanapigania ardhi, watu watakuwa wanapigania madini. Makabila kwa makabila, kambi za jeshi kwa kambi za jeshi, majeshi ya nchi moja kwa jeshi la nchi nyingine. Serikali zitakuwa zinapinduliwa, kwa sababu kuna watu wengi wana hasira na serikali zilizoko madarakani. Watu wana hasira na viongozi ambao wamekwisha kupita au walioko madarakani. Kwa hiyo itakuwa ni mambo yanaendelea, ni magumu sana. Kwa hiyo wewe cha kufanya unatakiwa utubu. Unaona? Kwa hiyo tunasoma hapa balozi wa Marekani nchini Israeli Mike Huckabee ameiambia Takakaso ni kwamba anaamini itakuwa sawa ikiwa Israeli ingetangaza umiliki wa eneo lote linaloelezewa kihistoria kama Biblia kama ardhi ya ahadi. Kwa hiyo hawa Waisraeli wanachokitaka, wanataka kuchukua ile ardhi ambayo Ibrahimu alimwahidi, na Mungu alimwahidi Ibrahimu, ambayo hiyo inaanzia, kama sikosei, ni kuanzia mto Euphrates mpaka mto Nile. Kwa hiyo hapo sasa, ili waweze kufanya hivyo, lazima vita ya tatu ya dunia itokee, na ndio maana sasa hivi wanataka kuitandika Irani. Ndio maana kulikuwa kuna vita kati ya Israeli na Misri, kulikuwa kuna vita kati ya Israeli na Libya, kuna vita haziishi Ethiopia, vita haziishi Somali. Saudi Arabia haijawahi kupata amani, Mashariki ya Kati tu haijawahi kupata amani. Wakatengeneza huu ugaidi, kwa sababu ugaidi ni swala la kutengenezwa, na lengo lao ilikuwa ni kuiba mafuta Mashariki ya Kati. Kwa hiyo hii vita ya tatu ya dunia wao wanafikiria itakuja tu na kuondoka, lakini Mungu ataitumia hii vita ya tatu ya dunia kuwaadhibu hao wazungu au watu tunawaita kwa kawaida ni watoto wa Esau. Na Mungu atawaadhibu kwa sababu gani? Imeandikwa kwenye Joeli, hapo tutasoma Joeli 3 tutaanzia mstari wa kwanza. Anasema, kwa maana angalia siku zile na wakati ule nitakapowarudisha mateka wa Yuda na Yerusalemu, nitakusanya mataifa yote nami nitawaleta chini ya bonde
nitawaleta chini katika bonde la Yehoshafati, na bonde la Yehoshafati ni Mashariki ya Kati pale. Ndio maana unaona sasa hivi majeshi mbalimbali kama Marekani sasa hivi wameshatuma sijui ni ndege ngapi za kivita, nadhani zaidi ya 600 na meli za kutosha, na mataifa mengine yanafanya hivyo pia. Urusi, China, mataifa ya Ulaya, mataifa ya Afrika mengine, na huko nitawahukumu kwa ajili ya watu wangu. Kwa hiyo haya mataifa wote wanaoenda pale Mashariki ya Kati, au vita ya tatu ya dunia itatokea kwa sababu ya mambo ambayo mataifa waliofanyia wana wa Israeli. Tukianza na Waarabu. Waarabu walihusika kwenye kuwachukua wana wa Israeli kuwapeleka utumwani, ambao ni Wabantu. Wazungu walifanya hivyo na mataifa mengine mbalimbali. Kwa hiyo Mungu atatumia hii vita ya Armageddon kuwaadhibu, na vile vile Mungu atawaokoa watu wake Israeli ambao wamewatawanya katikati ya mataifa. Walitutawanya kupitia nini? Kupitia utumwa na kuigawa nchi yangu. Nao wamewapigia kula watu wangu, na mtoto mwanaume wamemtoa ili kupata kahaba, na mtoto mwanamke wamemuuza ili kupata divai wapate kunywa. Naam, na nyinyi ni kitu gani kwangu, wenye Tiro na Sidoni? Hawa ni mataifa ya Afrika, Tiro na Sidoni na nchi za Filisti. Je, mtanirudishia malipo au mtanitendea neno lolote upesi na kwa haraka? Nitawarudishia malipo yenu juu ya vichwa vyenu wenyewe. Unaona, kwa kuwa mmetwaa fedha yangu na dhahabu yangu, nanyi mmevichukua vitu vyangu vyema vipendezavyo na kuviingiza katika hekalu zenu. Tena watoto wa Yuda na watoto wa Yerusalemu mmewauzia Wayunani. Wayunani ndo hawa wazungu. Hao Wayunani ni Wagiriki. Wagiriki walikuwa ni wazungu, mpate kuwahamisha mbali na mipaka yao. Tazameni, nitawaamsha watoke mahali mlipowauza. Ndio maana unaona sasa hivi tunahubiri Marekani wapi na wapi, Mungu anatuamsha. Kwa sababu ile Ezekieli ya 37 ilikuwa inaongelea wana wa Israeli ambao ndio sisi. Nami nitawarudishia malipo yenu juu ya vichwa vyenu wenyewe. Na mimi nitawauza wana wenu na binti zenu na kuwatia katika mikono ya wana wa Yuda, nao watawauzia watu wa Sheba, taifa lililo mbali kabisa, kwa maana Bwana Yahweh Shemashai ndio amesema neno hilo. Unaona, kwa hiyo Mungu ndio amesema hivyo. Vita ya tatu ya dunia itatokea. Unaona, vita ya tatu ya dunia itatokea kwa sababu itakuwa ni malipo kwa mataifa kwa mambo ambayo wamewafanyia wana wa Israeli. Kwa hiyo hii ni Mathayo 24:3, nakwambia hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mzeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakasema, tuambie mambo haya yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Yahweh akajibu, ambaye mnamuita Yesu Kristo, akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watawadanganya wengi. Yaani mtasikia habari za vita na matetesi ya vita, angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Haya yote ndiyo mwanzo wa utungu. Kwa hiyo sasa hivi tunaishi kwenye mwanzo wa utungu. Kila kitu unachokiona kinatokea mwanzo wa utungu. Naona tumefika kwenye ule mwisho. Hii ni Wathesalonike 5:1. Lakini ndugu, kwa habari ya nyakati na majira hamna haja niwaandikie, maana nyinyi wenyewe mnajua yakini ya kuwa siku ya Bwana Yahweh Shemashai yaja kama vile mwivi ajavyo usiku. Wakati wasemapo kuna amani na salama, na ndio nyinyi huko Afrika mnasema hakutakuwa na amani na salama. Unaona, ndipo uharibifu wajiapo kwa ghafla, kama vile utungu mjiavyo mwenye mimba, wala hakika hawataokolewa. Bali nyinyi ndugu, hammo gizani hata siku ile iwapate kama mwivi. Ili usiwe gizani, natakiwa utubu. Haya mambo ya kushabikia sijui Irani natakiwa mpige Israeli, Israeli natakiwa mpige Irani, wewe haya mambo ya kuhusu. Unaona, hii vita utakiwi kuwa kwenye upande wowote katika hii vita, kwa sababu hii vita wewe haikuhusu kama mwana wa Israeli. Wewe nitasema hayo na kufika mwisho. Natumai umepata kitu.